katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwakaribisha, na kwa hivyo kabla ya mchukue viketi vyenu vya baraka, naomba tukaweze kumshukuru Bwana kwa sababu ya mkate wa kiroho ambao umetuandalia jioni ya leo. Bwana, neno lako ni mkate wa uzima. Daudi alisema neno lako ni taa ya kumumulikia. Bwana, tunaposhiriki neno lako jioni ya leo, ninaomba Bwana likaweze kuwa taa. Ninaomba Bwana likatumulikie katika maisha yetu Bwana, katika biashara zetu na katika mapito yetu yote, katika jina la Yesu. Mahali ambapo hakuna njia, neno lako litengeneze njia. Mahali ambapo hakuna tumaini, neno lako lilete tumaini. Mahali ambapo hakuna uhai, neno lako lilete uhai, katika jina la Bwana. Bwana, tumetega masikio yetu ya udani, ukanene nasi kwa sauti nyororo ambayo Bwana tutaisikia. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. You may have your blessed seat in the presence of God. Na nikaweza kuchukua nafasi huku kukaribisha katika madhabahu ya Bwana, na Bwana akaweza kutubariki kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja kumtafuta. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na kwa hivyo ninamshukuru pia kwa kunipa nafasi ya kusimama katika madhabahu haya nikaweze kuleta neno lake katika jina la Bwana. Na kwa hivyo jioni ya leo, lile neno ambalo Bwana ameweka katika moyo wangu ni ya kwamba the spirit of an overcomer, roho ya mshindi. Bwana asifiwe. Overcomer ni mshindi, na ndio ukaweze kuwa overcomer, kuna ile roho unastahili kuwa nayo, na ndio ukaweze kuwa overcomer, kuna characteristics ama tabia ambazo unastahili kuwa nazo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka kuongea ile roho ambayo any overcomer anastahili kuwa nayo. Praise God. Na tutasoma katika kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana, mlango wake ni wa 5 na ule mstari wa 4. The first John chapter 5 na ule mstari wa 4. Kumbuka ninaongea ama tunaongea kuhusu the spirit of overcomer, ama roho ambayo overcomer anastahili kuwa nayo. Na ninataka uelewe ya kwamba wakati umeokoka ama wakati nimeokoka ama tumeokoka, kuna vile Bible imesema tunastahili kuwa. Bwana asifiwe. Hata wakati Mungu alimuumba Adam, kuna vile Mungu aliweza kusema ya kwamba utamiliki, utakuwa na dominion upon the birds of the air, utatawala wale samaki na wale wanyama ambao wanatawala. Na kwa hivyo pia wakati Yesu amekuja akaweza kuturudisha katika nafasi yetu ili ya kwanza, kuna vile New Testament inasema. Na kwa hivyo nataka tusome mahali pale, kwa sababu naona tumewekewa. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu hushida ulimwengu, hata diko kushidiko ulimwengu, yani hiyo imani yetu. For everyone born of God is victorious and overcomes the world, and this is the victory that has conquered and overcame the world, our continuing persistence faith in Jesus the Son of God. Yani maana kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kumbuka katika barua ya Yohana ama katika injili ya Yohana mlango wa 1 na mstari wa 12, Bible inasema ya kwamba yeye alikuja kwa watu wake, lakini waliweza kumkataa. Lakini wale wachache ambao waliweza kumpokea, Bible inasema aliwapa uwezo, aliwapa power, aliwapa ability, aliwapa authority ya kufanyika watoto wake. Na ndio unaona kuna siku Yesu alikuwa anatawala, na mtu mmoja ambaye anaitwa Nikodema akamwendea Yesu akamuuliza, inawezekanaje mtu ambaye ni mzee kama mimi akaweze kurudi katika tumbo ya mama yake akaweza kuzaliwa mara nyingine? Yeye alikuwa anafikiria mtu kuokoka ama kuzaliwa mara ya pili ni kurudi katika tumbo ya mama yake akaweza kuzaliwa. Lakini kule kuzaliwa ambapo tunaongea ni kuhusu kuzaliwa katika mtu wa ndani. Bwana asifiwe. Yani unatenganishwa na mila za kwenu, unatenganishwa na mambo ya utamaduni, unatenganishwa na zile mambo ambazo zimefunga watu wa mahali umezaliwa.
unakuwa sasa wewe ni kiumbe kingine, unashika mwelekeo mpya katika maisha yako. Ndio Bible inasema kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu yeye hushinda ulimwengu. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo katika dunia hauwezi shinda bila Mungu. Kama haujaokoka, kuna mambo ambayo hauwezi yashinda. Kuna mambo itakulemea ama inaweza lemea mtu kama hajaokoka. Ndio Bible inasema ya kwamba kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Jameni, kuna mambo lazima tushinde. Bwana asifiwe. Kuna mambo lazima tushinde, na tutashinda kwa sababu tumeokoka. Praise God. For everyone born of God is victorious. Ya kimombo inasema yeyote ambaye amezaliwa na Mungu yeye ni mshindi. Kwa hivyo unakuwa mshindi tayari, hata kwa zile vita ambazo ziko mbele yako. Tayari Bible inakutangaza ya kwamba tayari umeshinda. Sema amen. For everyone born of God is victorious, and is victorious and overcomes the world. Yeye ni mshindi na yeye ataweza kushinda ulimwengu. And this is the victory that conquered and overcame the world. Na huu ndio ushindi ambao unashinda ulimwengu hata na imani yenu katika jina la Bwana. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kama utashinda ulimwengu, kama utashinda pingamizi, kama utashinda obstacles na challenges ambazo ziko katika huu ulimwengu, lazima imani yako ukaweze kuilinda na ikaweze kuwa sawa. Bwana sifiwe. Na ndio unaona Yesu kila wakati alikuwa anatrain wanafunzi wake kazi, wakati alikuwa hapa duniani, kuna wakati alikuwa anasema ya kwamba where is your faith? Imani yenu iko wapi? Mahali pengine akasema ya kwamba mkiwa na imani dogo kama chembe ya haradali, mtaweza kuambia mlima huu ukaweze kuondoka hapa ukaweze kwenda mahali pale. Bwana sifiwe sana. Na ndio Bible inasema ya kwamba hata na imani yetu. Kwa hivyo unashinda dunia, unashinda magonjwa, unashinda changamoto ambazo watu wengine hawajaokoka wanashindwa kushinda, kwa sababu wewe umeokoka. Na mtu akiokoka, kuna faith anakuaga nayo na huyo mtu ambaye amemuokoa, ama huyo Mungu ambaye amemuokoa. Ndio Bible inasema ya kwamba and this is a victory that has conquered and overcame the world, for continuing persistent faith. Kwa ile imani ambayo inaendelea. Kwa hivyo imani ambayo itaweza kukuokoa na ikasababisha ushinde ulimwengu, sio ile imani ya mwaka jana. Kila wakati imani yako unastahili kuifanyia kazi. Bwana asifiwe. Ndio Bible inasema ya kwamba whatsoever is born of God overcometh the world. Bible ingine inasema chochote, haisemi mtu, inasema whatsoever, chochote ambacho kimezaliwa na Mungu kinashinda ulimwengu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama umeanza biashara na umeweka Mungu mbele, kama umeanza biashara na umemweka Mungu mbele, umemuhusisha, ni kumaanisha hiyo biashara itasimama katika jina la Bwana. Kama kuna muradi umeanza na umeweza kuhusisha Mungu katika huo muradi, ni kumaanisha huo muradi utaweza kushinda changamoto. Ndio Bible inasema katika Mithali 3 na mstari wa 5 ya kwamba trust in the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding in all the things you do. Katika mambo yote ambayo unafanya ukaweza kumjulisha Bwana. Bwana sifiwe. Kwa hivyo chochote ambacho Mungu anahusishwa, hiyo kitu inashinda ulimwengu katika jina la Bwana. Na ndiposa unaona ni vizuri anything you do in your life, ni vizuri unampatia Mungu nafasi yake katika jina la Bwana. Iwe ni biashara, ni vizuri unapatia Mungu nafasi, kwa sababu ni vizuri awe na share. Maana chochote utaanza na haujahusisha Mungu, ujue hana share. Na mtu ambaye hana share kwa Safaricom, wakati dividend zinagawa, hawezi gawiwa. Hakuna kitu inaweza ingia katika akaunti yake. Yeye atakuwa nasikia watu wakisema niliwekea hii, niliweza kuwekewa hii, na mwingine anasema niliweza kulipwa hii, lakini yeye atakuwa nasikia kama ni mambo ambayo ni mageni, kwa sababu yeye hana share kwa Safaricom.
Lakini yule ambaye ako na share, akisikia kwamba dividends zinapatianwa, huwa anakaa akiangalia akaunti yake aone ni nini ambayo amewekewa, kwa sababu ako na share. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo katika maisha yako, katika mambo yako yote ambayo unafanya, na ni vizuri wa Kristo tuelewanwe, kuna mambo tunaangaliaga ni madogo, unakosa kuhusisha Bwana. Mungu anataka umuhusishe katika kila jambo. Sema amen. Ili maana yeye ndiye anapatiana ushindi. Maana Bible inasema farasi ni wa bure, hawezi okoa wakati wa vita. Ndio Daudi anasema namna gani? Ya kwamba magari haiwezi okoa wakati wa vita. Anasema ya kwamba farasi ambaye ako na nguvu na uwezo hawezi okoa hata magari ya vita. Na ndio Bible inasema mambo ni mengi inakuaga kwa mawazo ya mwanadamu, lakini kusudi la Bwana ndilo huwa linasimama. Ninaomba kusudi la Bwana lisimame in your life in the mighty name of the Lord. Kile Mungu alikupangia, maana wewe ulichaguliwa kabla ya dunia kuwekwa. Wewe Mungu alijua utakuwa katika jina la Bwana. Before you were formed in your mother's womb, Mungu alijua kuna kiumbe kitazaliwa mwaka fulani na maeneo fulani katika jina la Bwana. Na ndio Daudi anasema ya kwamba your eyes saw my substance. Bwana sifiwe. Wale watu mlisoma hiyo substance ni kitu ambayo uwezi, sijui unaweza sema ni kitu gani. Bwana sifiwe. Lakini ya kwamba Mungu alituona. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kuelewa chochote kimezaliwa na Bwana kina shida ulimwengu. Na kama kina shida ulimwengu, ni kumaanisha wewe mwenyewe ni overcomer, kwa sababu wewe umeokoka na uko na roho wa Mungu juu yako katika jina la Bwana. Ndio Bible inasema katika Revelation ya kwamba walimshinda Ibilisi kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya Bwana kondoo. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Wale ambao ni watoto wa Mungu, ama wale ambao ni our forerunner, wale ambao wametutangulia, wanaitwa mashujaa wa imani katika Wahibrania 11, heroes of faith. Bible inasema ya kwamba mtu kama Eno na huyu mwingine ndugu yake, ya kwamba wanaitwa elders who obtain testimony, ama wazee ambao walijizoea ushuhuda, kwa sababu waliweza kutembea na Bwana katika jina la Bwana. Na unaona zile challenges ambazo walikutana nazo waliweza kushinda, maana waliweka Mungu mbele katika jina la Bwana. So whosoever is born of God overcome the world. Na kwa hivyo kama ni hivyo na wewe umeokoka, you are an overcomer. Wewe ni mshindi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo kama wewe ni mshindi, kuna characteristics na kuna hizo tabia ambazo unastahili kuwa nazo. Kuna ile mienendo ambayo unastahili kuwa nayo. Bwana asifiwe. Kuna mambo inastahili tuione kama wewe ni overcomer, kama wewe ni zaidi ya mshindi kulingana na Warumi. Kuna mambo lazima tutasikia ukiongea ambayo ni lugha mpya kwa watu wa dunia katika jina la Bwana. Sema amen. Ndio Bible inasema katika kitabu cha Proverbs 23 and verse 7 ya kwamba as man thinketh so he is. Kama vile mtu anafikiria ako hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama utafikiria hautaweza, ni kumaanisha wewe hauna roho ya overcomer. Bwana asifiwe. Overcomer anaangaliaga jambo, anasema hii nitashinda katika jina la Bwana. Maana as man thinketh, your mind is a battleground. Bwana asifiwe. Ya kwamba mawazo yako ndio kiwanja ya vita. Praise God. Na ndiposa unaona katika mawazo yako, kama kuna kitu kitakulemea hapa, ujue hiyo jambo hautawahi shinda. Bwana asifiwe. Vita inashindiwa kwa akili. Bwana asifiwe. Unaona ya kwamba hii biashara nimefungua, ya kwamba itaweza kufanikiwa, na akili zako zinaamini, na hiyo ukiamini inateremuka kwa roho, roho nayo inaweka muhuri, na kwa hivyo hiyo biashara inasimama katika jina la Bwana. So as man thinketh so he is. Kwa hivyo overcomer lazima aone na akaweza kufikiria kushinda, na akaweza kujiita zaidi ya mshindi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hivyo any overcomer lazima aangalie maneno ya kinywa chake. Mtu ambaye ataitwa overcomer, mtu ambaye ataitwa conqueror, Bwana asifiwe, lazima anene ushindi katika jina la Bwana.
lazima hata wakati ako chini akaweze kuonyeshana ya kwamba ako sawa katika jina la Bwana. Any overcomer lazima ashinde kwa ushuhuda wa kinywa chake katika jina la Bwana. Ninakukanya jioni ya leo kusema ya kwamba jambo hili hauwezi. Ninakukanya wewe kusema ya kwamba hauwezi jenga nyumba yako. Paulo ndiye anasema I can do all things through Christ who strengthens me. Anasema ninaweza mambo yote. Sema amen. Praise God. Hasemi mambo ingine. Hiyo ni language ya overcomer. Overcomer haongeagi kushindwa. Bwana asifiwe. Ninaomba upokee roho ya overcomer in your life in the mighty name of the Lord. Ukiwa na hiyo spirit utaweza kusema kama Paulo ya kwamba I can do all things through Christ. Sema amen. Ambaye ananistrengthen. Na ndio unaona watu ambao kwa Bible walikuwa wingi, mtu kama Gideoni. Katika Judges chapter 6, malaika anashuka, anamkuta chini ya mti akipepeta ngano. Anamwambia ni nini unafanya? Anasema kwani hujui vile wanatutandika wale wa Filisti? Tukipanda ngano wanakuja na mifugo, wanakanyaga na kuharibu, na ndio tunapepeta tukiangalia. Akaabua, you great man of failure, amuka na uinuke, enda na hiyo nguvu kidogo ambayo uko nayo. Akasema hapana, sisi kwanza kabila yetu ya Manase sijui ya Benjamini, sisi ni masikini sana. Malaika akamwambia hapana, wewe inuka na hiyo nguvu kidogo ambayo uko nayo. Sikiza maneno ya malaika. Malaika anamuona na jicho kama overcomer. Sema amen. Ninaomba uanze kujiona ukishinda katika jina la Bwana. Ninaomba uanze kujiona kana kwamba hata hiyo kitu unatarajia kutoka kwa Bwana, kana kwamba umepokea katika jina la Bwana. Praise God. Na ndio wakati Yesu aliingia kwa merikebu, yeye alienda akarara pale nyuma, na wanafunzi wake wanamuuliza, Bible yangu ya Kimombo inasema, Master, carest thou not that we are in jeopardy? Je, wewe haushughuliki na ni kuangamia tunaangamia? Aliwauliza, where is your faith? Imani yenu iko wapi? Bwana asifiwe sana. Maana kulingana na Yesu, yeye amelala, na sio kusema ya kwamba hakuwa anajua kile kinaendelea, lakini roho yake, Bwana asifiwe, ilikuwa roho ya mshindi katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo malaika akamwambia yule Gideoni akaweza kuinuka na hiyo nguvu kidogo ambayo ako nayo. Na kwa hivyo ninaomba jioni ya leo, nenea hali yako katika jina la Bwana. Nenea huo mlima katika jina la Bwana. Na hebu watoto wa Mungu nikaweze kuwaonya, wakati mwingine Mungu anatuangalia, anaona hatuelewi. Bible inasema say to this mountain. Sasa wewe badala ya unenee mlima, unamwambia Mungu kuna mlima uko mbele yangu na tayari amekupatia authority. Wewe hukusikia Zerubabeli aliuliza, wewe mlima uliosimama mbele yangu wewe ni nani? Hata yeye hakuwa anajua New Testament. Bwana asifiwe. Kuna mambo ya kunenea in your life. Unasema nimekataa hii ugonjwa katika jina la Bwana. Nimekataa watu wetu wanakufa na miaka 50, mimi nitafikisha 100 katika jina la Bwana. Nisalimie hivi katika jina la Bwana. Na unafunga hiyo mlango na usishinde ukiomba maombi mengine. Kuna mambo ya kunenea in your life in the mighty name of the Lord. Kwani Yesu aliomba ule mkuyu ukaweza kukauka, alituma wanafunzi wake, nileteeni matunda. Wakarudi wakamwambia, sasa tumeenda kila mahali hakuna. Yesu akalaani huo mti na akaendelea. Praise God. Yeye hakuomba ate Baba naomba ukauke tukirudi. Alisema ukauke. Ni neno alinena. Na Bible inasema wakirudi jioni wakakuta ule mti hata umekauka, hata mizizi yake katika jina la Bwana. Praise God. Kuna power na authority katika ulimi wako katika jina la Bwana. Na mimi nikiendelea kutembea na Bwana, kuna mambo mengi sana naendelea kujifunza. Ya kwamba kuna mambo na sahili kunenea. Kuna mawimbi na sahili nifanye mkono namna hii. Joshua aliomba jua lisimame. Alifanya mkono namna gani? Alisema mpaka nishindane nikaweza kuwashinda Wagibeoni. Na hiyo mambo akamaliza. Hakuna mtu mwingine amesimamisha jua katika Bible, lakini yeye alisimamisha. Bwana asifiwe. Praise God. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kwa hivyo walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Na ninaomba ulimi wako uwe na neema katika jina la Bwana. Zabada. Ni vizuri wakati mwingine kunena mambo makubwa. Ni vizuri wakati mwingine kujinenea ushindi. Ni vizuri wakati mwingine hata kuombea mwili wako. Unasema mwili wangu hauwezi kuwa na kansa. Mwili wangu hauwezi kuwa na cervical cancer. Mwili wangu hauwezi kuwa na diabetes katika jina la Bwana. Wakati mwingine unasema damu yangu iko safi.
kama vile nilizaliwa katika jina la Bwana. Sema amen. Yani unajinenea. Na hebu nikuambie, neno la Mungu liko na nguvu katika jina la Bwana. Ndio Bible inasema walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo anafakama lazima ajue mambo mawili, mambo matatu. Ujue nguvu na authority ambayo iko in the name of Jesus. Alafu ujue the power in the blood. Bwana asifiwe. Alafu ujue the power in the word of God. Sema amen. Nimesema the word of God which is the sword of the spirit. Alafu nikasema the name of Jesus Christ, the son of God. Alafu ujue nini nyingine? Damu na jina na neno la Bwana katika jina la Bwana. Praise God. Na ndio Bible inasema there is no other name above, amen, even beneath. Hakuna jina lingine. Na hilo jina Bible inasema ya kwamba liko na mamlaka. Ukiangalia Yesu akikomeshwa na wanafunzi wake, aliwaambia enendeni na kwa jina langu. Kwa jina la nani? Mtakemea mapepo, mtatakaza wenye ukoma, na mtaweza kuwekelea wagonjwa mikono na wataweza kupona kwa jina langu. Praise God. Na kwa hivyo ni vizuri ujue kuna authority. Na kwa hivyo even when you are praying, sema in the name of Jesus Christ, the son of God. Bwana asifiwe. Usiseme kwa jina la Yesu. Maana ukisoma kwa Bible kuna Yesu alikuwa anaitwa Yesu Yostos. Ni nani ameshaisoma? Yesu ni wengi wametajwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri unasema ni kwa jina gani. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri ujue hata kwa damu ya Yesu iko na nguvu. Na ndio Bible inauliza katika Waebrania, kama ile ilimwagwa, ni nani alimwaga damu? Hii imemwagwa na Kain ya ndugu yake Habili. Mahali alimkata shingo, hiyo damu ilikuwa inalia. Hebu imagine Mungu akiwa mbinguni anasikia uhai wa damu ukilia. Sasa ndiye akauliza nani ndugu ya Abel, nani Kain, where is your brother? Maana damu yake inalilia, inaitisha revenge. Ndio Bible inasema how more with the blood of Jesus Christ, the son of God, speak good things in our life. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Kwa hivyo damu ya Yesu iko hai. Na hebu nikwambie, ya Yesu haikaukagi. Bwana asifiwe sana. The blood of Jesus Christ does not lose value. Ile nguvu ilikuwa nayo wakati ilifungua yule mwizi aliyesulubishwa karibu na Yesu. Bado hiyo nguvu zamana iko nayo katika jina la Bwana. Na asho ishara hizi zitafuatana na wale wanaoamini. Kwa jina langu. Sema kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Sio kwa jina la mtu mwingine. Na ndio Bible inasema whosoever who will call upon the name of Jesus will never be ashamed. Na kwa hivyo ni vizuri kuliita jina la Bwana. Na dipoza mimi na kuombea usome Bible yako somewhere. Ndio hata wakati unaomba, ukiona aibu inakuja kwa maisha yako, unajua ni fasi gani unaweza simama nayo. Atakayelitia jina lako hata aibika. Unasema Mungu, nimekataa hii aibu in the mighty name of the Lord. Kuna vile hata unaweza angalia kwako, uone watoto wako ile kajio anaenda, wataenda jela. Bwana asifiwe sana. Uone vile biashara yako inaendelea, hiyo nyumba utashindwa kulipa. Unaona sasa kile ni ile ishara inaonekana hapa ni aibu. Kwa hivyo unalitia jina la Bwana. Unasema Mungu umesema atakayelitia hata aona aibu katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo naso ishara hizi zitafuata wale ambao wanaamini. Kwa jina lako watatoa pepo. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama unamwamini Yesu, kuna mambo inastahili kufuate. Na nini ambacho huwa kinafuata mtu? Ni kifuri cha mtu. Your shadow. Ukienda kwa gari inaigiaga na wewe. Ukishuka inashuka na wewe. Na ikuwagi na adabu. Hata ukienda kitchen inaenda na wewe. Hiyo your shadow. Ni kifuri. Bwana asifiwe sana. Nawe sasa kama umeokoka na unajielewa who you are in the kingdom of God, mambo haya yanastahili kukufuata katika jina la Bwana. Na ndiposa unaona kanisa la leo liko na shida, maana wanaenda kutafuta miujiza. Unastahili wewe ufanye kama vile Bible imesema katika Mathayo 6:33, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things shall be added unto you. Sasa sisi tunafanya opposite. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bible inasema kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya. Na kwa hivyo ni kumaanisha hata mtu kama sio pasa anaweza toa pepo, anaiweza ikemea katika jina la Bwana. Lakini sisi sasa tunafikiriaga ni pasa. Ukiona sasa kuna pepo, ati mpaka pasa agojewe. Hata kama ameenda mission Busia, mnasema atakuja ile wiki nyingine.
Kwa hivyo ni kumaanisha hii pepo ikaweze kuwa huyu jamaa, inastahili ishughulikiwe na wewe huko. Bwana asifiwe. Wakati umejielewa. Na kwa hivyo kwa jina langu watatoa pepo wachafu na watasema kwa lugha mpya. Praise God. Kwa hivyo unaona kuna mambo inastahili kufuata any overcomer. Yaani kuna stahili kuwa na sign. Na mimi nataka muelewe ya kwamba kila kitu inakuwaga na sign. Kukienda kupambazuka asubuhi, unaonaga sasa giza inaenda inapotea polepole, alafu mahali jua linatokaga linaasaga kuchomoka polepole na linaanza kumulika. Mpaka linamulika unaona giza imeenda kabisa. Bwana asifiwe. Kuna vitu sinastahili ziandamane na wewe katika jina la Bwana. Watasema kwa lugha mpya. Kwa hivyo language ya overcomer lazima iangalie. Pigia Bwana makofi. You must mind your language. Ambia mwenzako mind your language. Hiyo ni kumaanisha kwamba usiwe unaongea na kitu haujui ni nini unaongea. Ati ninaona nitakufa. Kwa nini sasa unaongea namna hiyo? Na Bible imesema siku zako Mungu amesihesabu sawa. Miaka yako imeandikwa, hata imeandikwa kwa kitabu ya Mungu. Bible imesema sasa utashiba miaka. Sasa hii mambo mengine unatoa wapi? Ni kumaanisha sasa wewe hauko na roho ya overcomer. Overcomer anajuaga ni nini imesemwa juu yake katika jina la Bwana. Na kwa hivyo watasema kwa lugha mpya. Ninawaombea lugha mpya jioni ya leo katika jina la Bwana. Na diposa unaona the disciples of Jesus Christ katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 2, the Bible says, sasa nasoma Bible katika Matendo ya Mitume chapter 2 verse 1. In the day of Pentecost, siku ya Pentecost, wakati walikuwa mahali pamoja wakiomba, when the day of Pentecost came, they were in one accord. Na kulitokea upepo na wote wakaweza kujazwa na Holy Spirit. Bwana asifiwe. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo walibadilishwa language. Bwana asifiwe. Na ndio unaona kutoka wakati huo, wakati Roho alishuka, Bwana asifiwe, utaona sasa ukiendelea kusoma utaona ile mambo watu walikuwa naongea. Steven anapigwa na mawe, haongei. Wewe ukiguzwa kidogo ndiwe huyo unasema utapeleka mtu kwa shifu na wewe umeokoka. Eti unaniambia pasa kuja uwe witness, kuna mtu nimepeleka kwa shifu. Mimi sitakuja. Amen. Nazo ishara hizi zitawafuata wao waaminio. Kwa hivyo kuna language ya mshindi. Na ndio unaona wakati walijazwa Holy Spirit. I wish kama ungenipatia Matendo ya Mitume chapter 2. They spoke with new tongues. Waliongea na lugha mpya. Kwa hivyo any overcomer lazima aangalie vile unanenaga kuhusu maisha yako, vile unanenaga kuhusu familia, na vile unanenaga hata kuhusu kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe sana. Mimi nilikataa kunena kushindo. Bwana asifiwe sana. Hata wakati naona hali ni gumu, nilikataa katika jina la Bwana. Praise God. Nilikataa kukubaliana na dunia. Bwana asifiwe. Na ndio ukisoma katika Daniel chapter 1, wakati Shadraka, Meshaki na Daniel na nini walipelekwa kule Babiloni, walifundishwa language ya wapi? Ya kule, na wakabadilishiwa majina. Danieli akaitwa sijui nani, hiyo majina tutasoma siku moja. Amen. Wakafundishwa language ya wapi? Ya language ya kuongea ukienda kwa mfalme. Walifundishwa na pia wakatengenezewa diet meal. Amen. Wasiende kama hapo sasa kama hawe, wakatengenezwa mpaka diet. Wakafundishwa language ya huko. Ndio wakisimama mbele ya mfalme wanajua kuwa muaddress. Bwana asifiwe. Praise God. Ni kama sasa our archbishop akiwa hapa, nisimame niseme ya waofasia na sijui nini watakatifu, nitakuwa sasa nimefuja protocol. Amen. Na sahidi sasa kuanza kumuaddress, maana akiwa hapa ibada ni kama ni yake. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wewe ni overcomer, amen, unastahili kuongea lugha zingine. Ile lugha ya kusema hautaweza, hiyo marufuku. Bwana asifiwe. Ile lugha ya kusema ya kwamba kulingana na vile kumekaa, utarudi nyumbani, utaniambia unarudi kufanya namna gani? Na wale wengine wako Nairobi. Bwana asifiwe sana. Wewe hata huwezi angalia. Amen. Wewe unaenda na unakutana watu wengine wamefugilia bali mpaka ziko kwa Kenya. Wanasema tunaenda Nairobi. Tunasikia opportunities ziko wapi?
na we na bagi zako ndio unarudi. Sasa watu wanakuona kwa seji yenu, wanafikiria ni mikate na shopping umefanya, kumbe ni nguo umefagia zote. Ninaomba Bwana tusaidie katika jina la Bwana. Wakati walijazwa na Holy Spirit waliongea kwa lugha nyingine katika jina la Bwana. Ndio Bible inasema let the weak say they are, ate wacha wale wanyoke waseme wako na nguvu, na wale ambao ni wagonjwa wataenda hospitali. Ni vizuri wapendwa tujue Bible. Let the sick say they are healed. Sema amen. Let the weak say they are strong. Let the poor say they are rich. In the name of Jesus. Hiyo ndio language ya overcomer jameni, katika jina la Bwana. Praise God. Nyakati zimeisha zile ambazo unaongea mambo ambayo sasa ni ya kushindwa. Bwana sifiwe. Sasa who are you? Unaongea kushindwa kwa nini? Yesu hakuongea kushindwa. Bwana sifiwe. Aliwaambia hata hii hekalu mkibomoa, mimi nitaijenga na siku ngapi? Na alifanya namna hiyo katika jina la Bwana. Ninaomba Bwana tusaidie. Na kwa hivyo overcomer lazima angalie language yake katika jina la Yesu. Praise God. Na kwa hivyo overcomers choose faith over fear. Overcomers choose faith over fear. Over fear. Bwana sifiwe. Yakobo overcomers huwa wanachagua imani over feelings, sio fear. Na kwa hivyo overcomer haendaki na feeling. Bwana sifiwe. Anaendaka by faith in Jesus name. Bwana sifiwe. Na ndio Bible inasema for we walk by faith not by sight. Tunatembea kwa imani, hatutembei kwa kuona. Bwana sifiwe. Ni kumaanisha hata hiyo kitu ambayo hauoni unastahili kusema itafanya nini? Itaweza kukua. Maana hutembei kama unajua kipovu anafanyaga hivi, asikie kama atasikia ukuta, ndiye ajue akienda pande hiyo ataweza kugogwa. But the Bible says ya kwamba we walk by faith. Na kwa hivyo any overcomer lazima ajifunze, lazima ajitrain, praise God, kutembea kwa imani katika jina la Bwana. And I thank God in the theme of this year, of ours year, it is our year of walking by faith. Kwa hivyo overcomers choose faith over feelings. Kwa hivyo usiende na feeling. Usiseme feeling unasikia. Maana it is no longer you. Paul anasema it is not me, it is Christ who lives in me. Anasema sio mimi, ni Kristo anafanya nini? Anayeishi ndani yangu. Wewe sasa sio wewe. Colossians chapter 3 verse 2 and 3. Your life, niweke Colossians 3 verse 2. Your life is hidden in Christ Jesus. Uhai wako umefichwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio Yohana 15 inasema abide in me and I will abide in you, and whatsoever you will pray in my name, our Father will grant it unto you. Bwana sifiwe. Kwa hivyo your life, maisha yako imefichwa ndani ya Yesu. Bwana sifiwe. Ndio Bible mahali pengine inasema ya kwamba we are seated with Jesus Christ on high places. Bwana sifiwe. Ate tumeketishwa wapi? Yaani mahali Yesu ameketi, tumeketishwa na yeye. Maana kulingana na Roman chapter 6 verse 3 and 4, the Bible says ya kwamba alifufuka na sisi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kama alifufuka na sisi, wakati alifufuka, ni kumaanisha mahali alienda akaketishwa, hata sisi tumeketishwa hapo. Na ndio Bible inasema we are seated with him. Bwana sifiwe. Lakini hii mambo wapendwa kuelewa ni gumu kama hauna roho wa Mungu katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo kwa maana nyinyi mlikufa na uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. For you died to this world, and your new life is hidden with Christ Jesus. Unajua kuna new you. Bwana sifiwe. Kuna new you. Your new you ni yule mtu wa kwanza ambaye Mungu aliumba katika shamba la Edeni. Hakuwa na dhambi na hakuwa na mawa mpaka ule wakati dhambi ilikuja. Ndio Bible inasema for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Maisha yako imefichwa ndani ya Yesu. Praise God. Na uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uniambia adui atakufikia namna gani? Unasikia mahali umefichwa? Umefichwa wapi? Yaani uhai wako sasa umefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu.
hata Kristo ako ndani ya Mungu pamoja na wewe. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, any overcomer lazima ajielewe na asitembee na feeling. Overcomers sees themselves as more than conquerors. Kama unaandika uandike, overcomers sees themselves as more than conquerors. Give me Romans chapter 8 and verse 33. Ya kwamba overcomers, they see themselves more than conquerors. Mshindi huwa anajiona yeye ni zaidi ya mshindi. An overcomer, Bwana asifiwe, anajiona akiwa zaidi ya mshindi. Praise God. Kwa hivyo kuna vile unastahili kujiona. Ndio ukisoma katika Numbers, Bible inasema the 10 spies wale walitumwa walisema, walimwambia Joshua, after comparing ourselves with those people who are giants, about tumekuta Canaan, we after comparison tulijiona sisi kama grasshoppers na watu kawaona nini? Kama majitu. Anasema we saw ourselves. Na kwa hivyo sio shetani aliwaona na sio mtu mwingine, ni vile walijio na hivyo walijiona. I am telling you, somebody hawakuingia. Bwana sifiwe. Maana katika mawazo yao walishindwa kujiona na kamera ya Mungu katika jina la Bwana. Praise God. So as man thinking, so he is. Na kwa hivyo ni nani atakaye wastaki wale ambao Mungu amewachagua? Ni Mungu mwenyewe ndiye mwenye kuhesabia haki. Who will bring any charge against God elect? Na kwa hivyo unaona shetani yako na tabia ya kupeleka mashtaka mbele za Bwana, na wakati mwingine anachukuaga ile makosa ulifanya kabla haujaokoka, anajaribu kuivuvua. Ni kama mtu akiwa na kesi kotini alafu wede isemekane ile failo itafufuliwa. Bwana sifiwe. Lakini Mungu afanyake namna hiyo. Yaani Mungu amesema katika Psalms 103 verse 4 and 6, kama mashariki na magharibi, ama kama dunia na mbingu vile ziko, hivyo ndivyo alisahau dhambi zako na zangu na maovu yetu. Aliweza kusahau, kwa hivyo hawezi fufua. Ndio katika Romans chapter 8 verse 1, kama unaandika uandike Romans 8 verse 1. The Bible says, for now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu kwa wale ambao wako ndani ya Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninaongea na watu jioni ya leo. Unasikiaga ukiwa guilty, ati uliua, ati ulifanya hiyo, ulisamehewa. Ni wewe unakumbuka, maana hujasoma Bible uelewe ya kwamba ulisamehewa once and for all. Bwana asifiwe. Praise God. There is no condemnation. Lakini tunaona shetani huwa anataka kufufua hayo, na unastahili umkemee na ukaweze kunena neno la Bwana. Na kwa hivyo overcomers is themselves as more than conquerors. Washindi hujiona wakiwa zaidi ya washindi. They have victorious mindset rooted in faith. Hii andika, overcomers have victorious mindset rooted in faith. Ya kwamba washindi wanakuaga na mindset ya ushindi. Mindset ni vile sasa umeweka akili zako. Amen. They have victorious mindset rooted in faith. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo ninakuombea jioni ya leo katika jina la Bwana, tengeneza mawazo yako. Ndio Bible inasema ya kwamba don't be conformed. Is it Hebrews chapter 12? Hebrews, Romans chapter 12 and verse 2. The Bible says don't be conformed to the pattern, to the standard of this world. Niweke hiyo, but be ye transformed through the renewing of your mind. Bwana sifiwe sana. Tujisifananishe na mwenendo wa dunia hii, lakini tubadilishwe, sio mili. Amen. Katika akili. Bwana sifiwe. Akili yako ikibadilika, ni hivyo wewe umesonga katika jina la Bwana. Praise God. Akili ya mwanadamu ikibadilika ni hivyo. Hata tuseme hatukuelewi, kama umebadilishwa mawazo yako iko sawa. Niwekee moja either in English or Swahili, in Jesus name. Na Kizungu ingekuwa sawa. Amen. They have victorious mindset rooted in faith. Mawazo yao wanakuwa wamesema, and don't be conformed to this world any longer with the superficial values and customs, but be transformed and progressively change as you are mature spiritually
by the renewing of your mind, focusing on godly virtues and ethical attitude, so that you may prove for yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in his plan and purpose for you. Bwana sifiwe. Be renewed in your mind. Bwana sifiwe sana. Vita iko wapi? Kwa akili. Chochote mawazo yako itakuambia hauwezi, hata nikikuombea, hata nikienda fasting ya 40 years. Bwana sifiwe. Na ndiposa naambiaga watu wengi wale wanakujaga hapa, nikisikia wako na magonjwa na mambo magumu wakati mwingi. Unajua hata ukienda sasa kama sasa uende mama harusi ni level 4 ama 5 ama ni saa, unapatiwa rifaro uende hospitali kubwa. Kama ni kichwa iko na shida, upeleko kwa specialist wa kichwa, yule amesomea kichwa. Unasijua, nilisikia huwa iko na kabakuli hapa, inafunguliwa vizuri na inarudishwa. Sio kujua, ni kusikia. Unatumwa, anaenda anakuangalia, anaona mahali ataifungua. Bwana siwe sana. Unapatiwa rifaro. Na mimi kuna watu wanakujaga hapa na wapatia rifaro, na waambia wakuje Sunday. Bwana sifiwe. Ndio kwanza wasikie neno, kwa sababu nikimuzikisa hata akiongea ananiambia kama nitafikisha mwezi ujao, pass I don't see. Sasa huo ni mtu anastahili kupelekwa ICU. Kwanza awekwe maji na oxygen. Na hawezi fanya kwa hospitali ya level 4. Lazima apelekwe nifano. Bwana sifiwe sana. Na mawazo yake ndio inamwambiaga hivyo. Bwana sifiwe sana. Praise God. Nisalimieni hivi katika jina la Bwana. Ndio Bible inasema be renewed. So nikasema my point to all, they have victorious mindset rooted in faith. Kwa hivyo ni vizuri mind yako iwe rooted vizuri katika Bwana, katika jina la Yesu. They walk by faith, not by fear. Amen. Yani overcomers wanatebeaga by faith. Praise God. They walk by. I remember when we were coming from Huruma, nilikuwa ninaangalia juzi hizo mapicha, na ninakumbuka akina Anthony na wale wengine tulikuwa na wao wakati viti ziliibiwa viti kama 100 na vitu zingine, saa ya kanisa, maua kama hii, although ilikuwa inawekelewa kwa zile tu vitu na vitu zingine. Na kwa hivyo nikasikia tutahama, na tukasoma hiyo Sunday. I can't remember nilihubiri message gani. Nikaambia akina Anthony wapande watoe mabati ile sisi tulikuwa tumejenga. Wananiuliza tutasomea wapi Sunday. Nikamwambia hata mimi sijui, lakini najua mambo magapi. Hatutasomea huru, tutahama huku. Nikamwambia by Sunday vike nitakuwa nimewaonyesha. Kwa hivyo tukabomoa na tukakaa hivyo. Praise God. Kazi. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo nataka kusema namna hii, nilianza hiyo made kutafuta hapa. Bwana sifiwe. Nikatafuta mpaka Thursday. Friday ndio nilikuwa ninapata hii maeneo. Huku hata kuna mtu nilipatia 2,000. Lakini ilienda Bwana sifiwe. Amen. Na nikakutana naye nikamuuliza, akaniambia hataki mambo mengi. Na nikamwangalia nikaona anaweza kuwa ni jamaa wa bagi. Na ni vizuri unaangalia unachokoza nani. Na kwa sababu sasa mimi ni mgeni, singeenda BOD there kwa sababu usalama wangu. Bwana sifiwe. Praise God. Lakini sasa katika mindset yangu niliendelea na kutafuta mpaka wakati nilipata. Kwanza wakati nilipatiwa funguo ya hapa, nilisikia sasa kama sasa hata sikuwa nahitaji kitu kingine. Bwana sifiwe. Pigia Yesu makofi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo they walk by faith, not by sight. The spirit of an overcomer, they don't walk by feeling. They don't walk by sight. Hawatebeagi kwa sababu wanafiri watebe. Wanatebeaga kwa imani. Ndio ukisoma Habakuku 3 na mstari wa 17, nasoma Bible. Habakuku anasema namna gani? Hata kama though there will be no figs and there will be no fruit katika miti ya mizabibu, and there will be no sheep in the sheepfold, nitafurahia jambo moja, wokovu wa Bwana katika jina la Bwana. Habakuku anasema hata akienda kwa zizi akose hakuna buzi.
Praise God. Hata akienda kwa sababu ya mizabibu, atafute zabibu hata moja akose ama matunda, anasema yeye atafurahia Bwana wokovu wake. Bwana sifiwe. Hiyo ni maogeo ya mtu ambaye mindset yake ni overcome. Bwana sifiwe sana. Lakini wewe unakosa kuuza siku moja, unasema Mungu, wewe na hii biashara mumeshindwa. Nani alikwambia Mungu alishindwa? Bwana sifiwe. Praise God. Hajashindwa na hajawahi. Ukiona amenyamaza kuna sababu, na wakati ataongea nilikuonyesha sana. Don't be conformed to the standard of this world. Kwa hivyo any overcomer lazima ajifundishe kutembea kwa imani in Jesus name. Na kwa hivyo an overcomer, they trust God in every situation. Any overcomer huwa anamwaminia Bwana hali zote katika jina la Bwana. Bwana sifiwe. Na overcomer akiangalia kitu anaonaga ni nini kinaweza toka huko katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuelewa any overcomer lazima amwaminie Mungu hali zote. They never quit and they persevere. An overcomer haondokagi. Bwana sifiwe. Yaani unaondoka kwa biashara na wengine wameweka kama hiyo, kwani wao hawawezi ondoka. Bwana sifiwe. Kwa nini unaondoka? Kwa nini unafunga biashara na wengine hawafungi? Bwana sifiwe sana. Ni vizuri hata wakati mwingine unakuwa na that reason, unasema ya kwamba Mungu, okay, Mungu anaweza ongea ikivika ni hapo, lakini vizuri kwanza kuomba ujue kama ni mapenzi ya Bwana. Maana pia Mungu anaweza kulilocate. Unaona akitoa baba yetu Ibrahimu kwao, Bwana sifiwe, alimwambia ondoka. Genesis chapter 12 verse 1. And God told Abraham, move from your country, come out from your people, go in a land that I'm gonna show you. I will make your name great there, and you shall be a father of nation, and your enemies will be my enemies. Those who bless you, I will bless them. Bwana sifiwe. Lakini kama sio hiko, kama sio hivyo, wewe kaa hapo. Bwana sifiwe. Ongea kama overcomer. Angalia hiyo biashara na jicho la Bwana katika jina la Bwana. Sema amen. Na kwa hivyo Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Kwa hivyo tumeshinda na sisi ni zaidi ya washindi. Turudi katika mahali tulikuwa in the book of Romans, ndio tukimaliza katika jina la Yesu. So overcomers, they approach life challenges and obstacles with the confidence of a winner. Bwana sifiwe. Ya kwamba overcomers, they approach life challenges and obstacles with confidence of a winner. Bwana sifiwe. Yani mtu akiingia kwa uwanja, hata kama atashindwa, mtu akushinda unaonanga. Bwana sifiwe. Ni kama hata wakati tulikuwa tunaingia kwa room ya mtihani. Bwana sifiwe. Kuna wale ulikuwa unaona wako na wasiwasi, hawako compose, lakini kuna yule tu ulikuwa unaona anatembea tu vile anatembeaga, ako compose, hana wasiwasi. Mtu kama huyo hawezi pani, hawezi tiki si, na alikuwa tiki. Amen. Kwa sababu wako na somba, mindset yake ameitrain na anasema I will face this test. Nitakabiliana na hii mtihani na nitaifanya na nitaweza kushinda katika jina la Bwana. Bwana sifiwe. So you need to face life challenges, na challenges ya aina yote na obstacles ukiwa na confidence ya winner katika jina la Bwana. Na nani tunaona katika Bible? Hebu niangalieni. Ona mtu ambaye anaitwa Daudi. 1 Samuel chapter 18. Daudi anamwambia Goliath, unanikujia kwa mikuki na mishale, mimi nakukujia kwa jina la Bwana. Na anamwambia kwamba wacha sio hivyo, hata sitakupeleka kesho, tunamalizana leo nyama zako zitakuliwa na nini. Na hiyo mambo anamaliza. Hiyo ndio language of overcomer. Bwana sifiwe. Ananena ushindi na anautamuka, naye malaika anafuata hilo neno katika jina la Bwana. Ndio unaona wakati Mungu alisema let there be, roho yule alikuwa ameniginia juu ya maji, alikuwa anangojea akaweza kupatiwa goa hii. Na roho hawezi tekeleza neno ambalo halijafanya nini, halijanenwa. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo sasa akamwambia nyama zako zitakuliwa na ndege wagani leo. Aliweza kunena ushindi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo na wewe kuna mambo lazima unene in your life in Jesus name. So Daudi akamwambia Goliath, leo nyama zako zitakuliwa na ndege wagani. So overcomers, they possess the ability to endure hardships. Bwana sifiwe.
Yani hii ni characteristics, hii ni tabia ya overcomer, ya kwamba yeye amepossess ability psychologically, katika roho yake na katika mawazo yake, ya kwamba ataweza kushinda. Bwana asifiwe. Even in the times of challenges, katika jina la Bwana. Ukisoma in the last chapter of Matendo ya Mitume, ndio Paulo afike in a certain island ambayo ilikuwa inaitwa Melita. Amen. Bible inasema ya kwamba Melikebu iliweza kuharibika. Bible inasema even some, haisemi wote, wengine walijiokoa na vifurushi za nini? Za ile Melikebu. Maana ilisukasukwa na mawimbi, wengine wakashika mlango wakaogelea nayo, ndio wakaweza kuradi pande ile nyingine. Lakini Paul aliwaambia Melikebu itaweza kuharibika, lakini hakuna roho hata moja ambayo itafanya nini? Itaagamia. Hiyo ni language ya overcomer, na akaweza kuwapatia nguvu. Bwana asifiwe. Na hakika hakuna yule ambaye alifanya nini? Hata wakati ile nyoka ilimshika wakiota moto, alisema na wewe ni nini unanizubua? Kuanza kuita wa mama yake. Alifanya hivi akairudisha kwa moto. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo overcomer kuna vile anaona mambo. Mimi naomba jicho lako libadilike katika jina la Bwana. Praise God. Na siku hizi nimeanza kuangalia mambo. Mimi naangalia hata kitu kibaya kikuja. Bwana asifiwe. Najaribu kuuliza God, what are you saying? Bwana asifiwe sana. I remember wakati tulikuwa tunachukua hapa nyuma, sijui kama Amos unakumbuka, tulienda kwa hii gorofa tukiwa na wewe na Anton, tukaangalia zile takataka zilikuwa hapa, na tukaenda nikatafuta mwenye hapo, tukafagia. Hata ni kama tulilipa watu watoe. Kulikuwa na lori kama 3 hapa, kulikuwa na mlima, manake watu walikuwa natupa, na nikawaambia tutatengeneza mlango wapi? Yani ilikuwa inaonekana kama haiwezekani. Bwana sifi sana. Ilikuwa inaonekana haiwezekani. Praise God. Lakini mimi nilikuwa ninaona itawezekana katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo ninakuombea msikilizaji wangu, jicho lako libadilike katika jina la Bwana. Praise God. Anytime unaangalia jambo, wacha kuona na jicho la mwili. Amen. Na ndio unaona Samueli anakemewa na Mungu in the book of 1 Samuel chapter 16. Si ameenda kwa Yesi, amelainisha watoto wake hapa. Huyu ni Shama, Eliabu and the rest. Anaona huyu ako na nguvu, anasema atamumwagia mafuta. Mungu akamuuliza ni nani alikwambia? Wewe kwa nini unatumia macho ya mwili? Tumia macho yako. Amen. Ya mwili inaonaga kile kinaonekana, lakini ya Mungu inaangalia ndani. Sema amen. Na kwa hivyo wakati aliona na ya Mungu, ndiye aliuliza kama wote wako hapo. Jambo lilimwambia wote hawako wapi? Maana hakuna vile Mungu anaweza tumana pepe ikatae kumwaga mafuta kwa wote, ni kumaanisha one was missing. Bwana sifiwe sana. Because the Bible says God is not the other of confusion. Mungu sio other ya confusion. Ninaomba Bwana tusaidie. Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia kwa upaga, mkuki na fumo, lakini mimi nakukujia kwa jina la Bwana. Nilikwambia ile overcomer lazima ajue the power in the name of Jesus Christ. Hii ni Old Testament. Anasema mimi nakukujia na jina la Bwana. Praise God. Kwa jina la Bwana mwenye nguvu zote, Mungu wa majeshi wa Israeli, ambaye wewe umemtukana. Kwanza anaiweka vizuri. Umemtukana. Ukasema unaweza tadika taifa la Israeli na limebarikiwa. Umetukana Bwana wa majeshi. Wacha utaona vile atakufanya. Bwana asifiwe. Na ndio unaona sasa anaongea neno la Bwana. Na kwa hivyo in every situation in your life, Bwana asifiwe, ni vizuri kunenea hiyo hali. Unanena neno la Bwana. Wacha kunena kama watu wa dunia katika jina la Bwana. Praise God. Amen. May God help us in the name of the Lord. Turudi katika kitabu cha Romans chapter 8 na ule mstari wa 34 now. So they possess the ability to endure hardship, continuing to fight and more. Hiyo imenipotelea na Bwana tusaidie. They make lasting commitment to their goals, refusing to return to a state of defeat. Any overcomer, amen, he makes a lasting commitment ya kwamba kama mimi ni mwana biashara, sitaifikiria kuajiriwa. Bwana asifiwe sana. I will remain in the line of business. Sema amen. Kama mimi sasa ni mhuduma, nina remain in the line of ministry.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kuna baraka zitakuja, zitapitia hiyo laini katika jina la Bwana. Lakini sio sasa nakuwa hivi alafu nakumbuka niwe unajua yusu kufanya ile kazi na wabiaga. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo any overcomer lazima akaweze kufanya a lasting commitment to his goal. Na ninaamini kila mtu hapa ako na goal zake ambazo ako nazo katika maisha. You must refuse to return to a state of defeat. Na ndio unaona Mungu ako na shida na wana Israeli. Maana wakati Musa amekaa mlimani, wanasema wachague mtu. Warudi wapi? Warudi wapi? Misri. Mahali walikuwa wanateswa, wanataka kurudi. Kwa hivyo mindset hiyo iko na shida. Matiagano litomeshiri. Na hebu nikwambie nikimalizia, mtu anaweza tolewa kwa jela. Sawa sawa. Tuwe tunasema na alifuguli, alimaliza kifuu, lakini hata akiwa huku hajamali, maana mawazo bado haijafanya nini? Nitakupatia hii. My father, brother to my dad, ambaye ni last born kwao, he was promoted to other glory some years ago. Na kuna wakati alipiga guka yangu ama baba yake, na akafungwa Kamete miaka saa. Nakumbuka akifungwa nilikuwa mdogo, lakini wakati alimaliza nilikuwa kama class 7, so nilikuwa mkubwa. Alikuja amekoda na guka yangu, akapatia ndugu zake watoto wake maneno asiwahi onwa na miaka 7. Hakuna mtu alienda, maana ni neno limeneno. Sasa wakati alitoka kule, familia hakuna, shamba imekuwa kama mahame. Sasa hakupiki, he did not pick, hakupiki maisha. Na wakati mmoja nikaomba Mungu, nikamwambia I wish ingekuwa sasa ni hii miaka niko nayo, ningeweza sasa kumuongelesha, kwa sababu watu walifikiria amemaliza kifuu, lakini hakuwa amemali, aliendelea kuwa je. Yet ni miracle physical, amefunguliwa akaanza kuona jua. Lakini na ndio unaona mtu akipitia ni kama mtu akianguka na gari ama apatwe na jambo, usiende kumwambia si sasa umetoka hospitali, si umepona. Anakumbukanga ile mili ya jiona ya watu, anaona hata yeye ni kama sasa kitu itendeke. Na kwa hivyo ndio unaonaga kuna kuaga na section ya counseling. Bwana sifiwe sana. Praise God. Na kwa hivyo sasa mindset ya wana Israeli haiko imebadilika. Na kwa hivyo ni vizuri refuse to return to a state of defeat. So as a man thinking, so he is. Overcomers persevere under trials. Mtu yeyote ambaye ako na roho ya overcomer, yeye huwa anapasifia. Ndio Paulo anamwambia Timotheo, like a good soldier of Jesus Christ, endure hardships, preach the word of God, be ready in season and out of season. Bwana asifiwe sana. Life is full of different seasons. Bwana asifiwe sana. Maisha iko na season tofauti. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na kwa hivyo kwa kila season ni vizuri kumwamini Bwana akaweza kusaidia. Overcomers uses the word of God as their testimony and hold fast to their faith. Kwa hivyo overcomers huwa wanashikilia neno la imani katika jina la Bwana. Now tukimaliza, who is the one who condemns us? 20:35. Ni nani atakaye tutega na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu, mateso ama njaa au ochi ama hatari za upaga? Ini overcomer, hii mambo imeandikwa hapa. Tukiwa duniani lazima tukutane nayo. Bwana asifiwe sana. Ukisoma ni gapi hii? This is John chapter 16 verse 33. Give me John 16 verse 33. The Bible says in the world you will have many afflictions, but take heart, I have overcome the world. Ni Yesu aliambia nimewaambia mambo haya ili mupate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeshinda ulimwengu. Overcomer lazima aelewe kuna hardships atakutana nazo, kuna challenges atakutana nazo. Bwana asifiwe sana. Ndio Bible inasema I have told you this thing so that in me you may have perfect peace. In this world you will have tribulation, distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome
the wall, my conquest is accomplished, my victory abides. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Yesu alitayarisha wanafunzi wake kama ndio wakuwe washindi. Bwana sifiwe sana. And that, turudi mahali tulikuwa, ndio nimalize, dakika zangu ziko sawa. Bwana sifiwe. Anawatayarisha, na hivyo ndivyo ninakutayarisha. Unajua watu wengi siku hizi wakikutana na mambo magumu, na ndio unaona kuna so many backsliders. Amen. Kwa maana hawakufundishwa in life kuna challenges. Bwana sifiwe sana. Praise God. Na hebu nikwambie, huyo unaonaga ako sawa ndiye kuna ile challenge. Kuna wale sasa challenges yao ni upande wa finances, hizo ndio vita wanapiga. Kuna wale wengine wanapigana vita za afya. Kuna wale wengine wanapigana vita ambazo ziliasishwa na baba zao, hawajui walikuwa wanaulizana nini. Sasa mnaona mambo kama hayo. Who shall ever separate us from the love of Jesus Christ? With tribulation, distress or persecution, famine, nakedness or danger of soul. Mambo haya ndio inafanyaga conqueror akaweze kurudi nyuma. Na kwa hivyo ene conqueror, maana ni askari, lazima ajue ya kwamba kuna mambo inainukaga ikaweze kukuondoa kwa Mungu na kwa upendo wa Bwana. Na hiyo ni taabu, ni mateso, ni kuwa na njaa, na ni kuwa uchi, na hatari ya upaga. Na upaga ni vita fazi nyingine. Na kwa hivyo kama ilivyoandikwa, kwa ajili yenu tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tusonge. Lakini katika mambo haya yote tuna shida. Katika mambo haya tuna shida. Na hata sio hivyo, naam, zaidi ya washindi. Pigia Bwana makofi. Tuna shida, na sio hata kushida, hata wewe sio mshindi. Bible inasema wewe ni zaidi ya mshindi kwa yeye aliyetupenda. Yet in all these things we are more than conquerors, and gain out of a overwhelming victory through him who loved us so much that he died for us. Huyo ambaye alitupenda. Kwa hivyo wewe ni zaidi ya mshindi. Na kwa hivyo anytime jione ya kwamba wewe umeshinda. Fazi nyingine. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti. Hebu niangalie. Mtu ambaye ni overcomer lazima ajue the work of the cross. Bwana asifiwe sana. Tunaitaka the finished work of the cross. Ya kwamba kwa maana nimekwisha kujua. Kwa hivyo Paul hawezi badilishwa. Bwana asifiwe sana. Hawezi hubiriwa kitu kingine. Anasema ameshakwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayo kuja, wala wenye uwezo. Anasema hata kuna mambo inaweza kuja, they cannot separate me. Yani anaongea ushindi as an overcomer. Give me the other verse. Na kwa hivyo wala walio juu, wala yaliyo chini. Na kwa hivyo any overcomer lazima ajue kuna mambo inakuwaga wapi juu, ingine inakuwaga chini, wala kiumbe kingine chochote. Kwa hivyo kuna viumbe duniani vinaweza kufanya uwe separated na upendo wa Bwana. Bwana sifiwe. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri ujue hivyo. Kututega na upendo wa Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Fasi nyingine. Na kwa hivyo ninasema kweli katika Kristo, wala sisemi uongo. Dhamiri yangu inanishuhudia katika Roho Mtakatifu. Na anamalizia, anasema ninasema ukweli. Amen. Anasema hata dhamiri yangu, hiyo maneno ninasema inanishuhudia katika jina la Bwana. Ene conqueror ama mshindi yote, lazima dhamiri yako ikushuhudie. You are going to make it in life in the mighty name of the Lord. Praise God. Lazima dhamiri yako ikushuhudie what you are doing. That business of yours itasimama katika jina la Bwana. Ene conqueror lazima akaweze kuelewa ya kwamba hilo jambo umelenga litatimia katika jina la Yesu. Hiyo ndoto yako, hiyo maono yako, hiyo nyumba huwa unatamani itatendeka katika jina la Bwana. May God help us, church, in the mighty name of the Lord. You are more than conqueror in the mighty name of the Lord. May you be upstanding in the presence of God. Inua mikono yako, mwambie Bwana akusaidie katika jina la Bwana, maana wewe ni zaidi ya mshindi. Tunaliinua jina lako Bwana, tunakubariki jioni ya leo, tunakutukuza Bwana. Wewe ni mwema Bwana. In the mighty name of the Lord. Jina naye ushindi katika maisha yako. Bwana wa mabwana uinuliwe. Bwana mabwana ubarikiwe. Ukaweze kuinuliwa
ukaweze kutukuzwa. We are more than conquerors. Rikayanda babuna zebala baganda baganda rianda rabakanda labadia rika baganda rababuna zebede bela bala bakanda rikayanda bababuri antaya zibini mina makaka ya daba masharaba gandi babu shanduba zibini na mazina. Bwana, sisi ni zaidi ya washindi, tunaliinua jina lako Bwana. We are more than conquerors, O God. We are more than conquerors, O God. We are more than conquerors, O God. Sisi ni zaidi ya washindi. We gonna conquer every setback. We gonna conquer every challenge in the name of the Lord. Maana wewe ndio unayetutia nguvu. In the mighty name of the Lord. Bwana, maisha yetu yatasimama, kazi yako itasimama, familia zetu zitasimama, biashara zetu zitasimama katika jina la Bwana. Tunasimama kwa neno lako Bwana. Uinuliwe na uabudiwe Bwana. O sabakaya ndalabazina, tunalitukuza jina lako Bwana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mashallah. Kuabudu, oh tunakuabudu, jioni ya leo. Hakika Bwana, tunakuabudu. Ni wewe kila kitu katika maisha yetu. Ni wewe jawabu letu. Ni wewe msaada wetu. Bwana, tunakuinua Bwana. Asante kwa sababu neno lako limesema we are more than conquerors, O God. Na kwa hivyo tunakushukuru maana tumeshinda Bwana, na sisi ni shahidi ya washindi Bwana. Ninaomba Baba, tunapotoka hapa tuongee kama washindi, tutembee kama washindi, tunene kama washindi, tubehave kama washindi, tufikirie kama washindi. In the name of Jesus, katika jina la Bwana tupatie language ya washindi. In the name of Jesus, tusaidie Bwana na ukaweza kutunemisha. In Jesus name we pray. Amen.